أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، karibuni ndugu zangu katika channel yetu ya Fundi Jabil Online TV. Leo bimashiati Allahi Ta'ala tunaendelea na somo letu la nahwu, na kitabu tunachotumia ni Matnu Ajrumia. Na leo bimashiati Allahi Ta'ala tuko katika somo la 17, babu tamyiz. Mlango unaelezea tamyiz, ambayo tamyiz nasema ni pambanuzi au pambanua. Na bimashiati Allahi tuliishia katika mlango wa 16, babul hali, mlango unaoelezea hali. Inshallah Taala tunaendelea inshallah baada ya kuwa tumesimama kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo kwa masiku mingi sana. Tukua hatujaendelea, lakini leo bimashiati Allahi Allah ametuafikisha tunaweza kuendelea. Ndiyo mambo ya ilmu na mambo ya mazingira, basi ala kulli hali tukubaliane na hali zote. Haya, tukiendelea kwa haraka. At-tamyizu huwa, bimaana tamyizi ni nini? Asema tamyizu ni al-ismu mansubu, ni jina lililobeba irabu ya nasbu, yani fatha, yani aslia nasbu al-fatha. Al-mufassiru lima mbahama min adh-dhawati, linalofasili yale yaliyofichikana katika zati, zile zati. Zawati manake imekuja kwa jamu zile zati. Nahu, mfano qaulika, kauli yako kisema tasabbaba zaidun araqa, tasabbaba zaidun araqan, alibubujika Zaidu jasho. Kwa hiyo ili neno alaqan, basi hii ndiyo tamyiz, maana yake inabainisha au inafafanua au inapambanua, maana yake kile kilichotoka katika dhati ya Zaid, katika kiwiliwili cha Zaid. Watafaqqa Bakrun shahma, na mfano mwingine ambao hapo ni hiyo sentensi kwamba watafaqqa Bakrun, na alipaka Bakari shahma, mafuta. Hiyo maana, hiyo neno shahma hiyo inapambanua kile alichokipaka Bakari katika ile dhati yake, katika kile kiwiliwili chake. Wataba Muhammadun nafsa, na alitubia Muhammad kinafsi. Na hii ili neno nafsa basi linapambanua kile kitendo alichokifanya Muhammadi kwa dhati yake, ile nafsi yake. Washtaraitu 20 ghulaman, na nilinunua vijana 20. Hii ghulaman ni tamyiz, inapambanua kile kitendo kilichofanywa na mimi.
wa malaktu 90 na'jatan, na nilimiliki kondoo 90. Kwa hiyo hilo neno na'jatan, hiyo ni tamyizi. Wa Zaidun akramu minka aban, na Zaidu ni mtukufu kuliko wewe kwa baba. Iyo aban, basi hapo inapambanua kile kitendo, maana ile dhati ya yule aliyekuwa mtukufu. Wa ajmalu minka wajha, na ni mwenye, na amekuwa yani mwenye uzuri kuliko wewe. Kwa hiyo hilo neno hapo wajhan, wa ajmalu minka, na ni mzuri kuliko wewe, wajhan uso, kisura manake. Kwa hiyo ndiyo tamyiz. Takuja katika kuelezea ile i'rabu inayoendana au iliyokuja katika sentensi hizo zilizotangulia katika mifano, ili iweze kufahamika vizuri. Wala yakunu tamyizu illa nakiratan, na wala haiwi tamyizi isipokuwa inakuja katika nakra. Wala yakunu illa ba'da tamami al-kalami, na wala haiwi isipokuwa baada ya kutimia maneno. Bimaana sentensi inakuwa yenyewe imeshatimia, tamyizi yenyewe inakuja kupambanua tu ile sentensi, ile dhati ya kile kilichofanyika au kilichofanywa na ile dhati, kama tulivyoeleza. Sasa tukija katika kuzitia irab hizo sentensi katika mifano. Kwa mfano hapo, kauli ya kwanza katika sentensi ya kwanza aliposema tasabbaba Zaidun araqan, alibubujika au amebubujika Zaidun jasho. Fatasabbaba fi'lu madhi, itasabbaba ni fi'lu madhi, wa Zaidun fa'ilu, na Zaidu hapo ni fa'ilu. Wa araqan ni hilo neno araqan tamyizu, hiyo ni tamyizu. Mansub bifathati dhahirati, imepata irabu ya nasbu kwa fataha iliyo dhahiri, iliyokuwa wazi. Bilfi'li qabla, kutokana na kitendo kilichokuja kabla yake. Wa huwa nayo ni mubayyin, linabainisha lima bahma min nisbati, kutokana na kichofishikana kutoka katika ile nisba yake. Fa inna nisbata tasabbaba, na hiyo nisba yake ni neno tasabbaba, amebubujika, ila linalokwenda mpaka kwa Zaidi. Na katika sentensi nyingine, watafaqqa Bakrun shahma, kwamba alipaka Bakari mafuta, na neno wataba Muhammadun nafsa, na sentensi inasema alitubia Muhammad kinafsi, au amekuwa mwema Muhammad kwa nafsi yake. Anasema kullu min tamyizaini, zote katika hizi tamyiz mbili, fihima mubayyin lima bahma min nisbati, inaweka wazi kile kilichofushikana katika ile nisba yake,
katika nisba. Wa kullu min tarkibina, na zote katika hizi tarkibu zake fi'li wa fa'il. Katika kufutia irabu maana katika ile sentensi basi ni kuna kitendo na mtendaji. Wa shahma fil awwal, na ile neno shahma katika ile sentensi ya awali ni tamyizi. Wakadha vivyo hivyo nafsan fi thani, na ile neno nafsi katika sentensi ya pili nalo ni tamyizi. Na katika irabu ya sentensi ya tatu nyingine ya 4, washtaraitu 20 ghulaman, ishtaraitu fi'lu wa fa'ilu, kitendo na mtendaji, ambapo tunasema alfailu hapo ni ta'u ambayo ni ana, wa 20 maf'ulu bihi, na neno 20 ni maf'ulu bihi mansub bil ya'i, imepata ilabu ya nasbu kwa ye niabatan an fatha. Ikiwa ye inanasibishwa inatia ilabu ya fatha kwa niaba, li'annahu mulhaq, kwa sababu ni mulhaq bijam'i al-mudhakkar salim, kutokana ile jamu ya wanaume ya jinsia ya kiume iliyosalimika. Wa ghulama ni tamyiz, na neno hilo ghulam ni tamyiz. Na hiyo ghulam ni tamyiz li 20, hilo neno 20. Na wamalaktu 90 najatan, na nilimiliki kondoo 90. Hilo neno malaktu fi'l wa fa'ilu wa 90 maf'ulun bihi bil ya'i, pia impata ilabu ya nasbu kwa ye li'annahu mulhaq bi jam'i mudhakkar, na hivyo hivyo imekuja katika jamu mudhakkar. Wa najata tamyiz, na neno najata ni tamyiz. Wa 90 mansuba, tamyiz li 90 ni tamyiz imekuja katika kutokana hiyo 90, kama taqaddama fi 20, kama ilivyotangulia katika hiyo idadi 20. Na neno wa zaidun akram minka aban, na zaidu ni mtukufu zaidi yako kwa baba. Zaidu mubtada wa akram khabaru, na hiyo akram ni khabari yake. Wa minka, neno minka jari wa majruri mutaalliq bil akram, inayo fungamana na neno akram. Wa aban tamyiz, na neno aban tamyiz mansubu bi akram, na imepata irabu ya nasbu kwa neno akrami. Na hilo neno wa ajmalu minka wajhan, fi'lu ajmal, fa ajmalu wa ajmalu, neno ma ajmalu fi'lu ma'tuf ala al-akram ala akrami. Imekuwa ni imeatifia kwa neno hilo, irabu yake manake kutoka katika akram, kwa sababu kuna wao pale al-atf, wao ya kiunganishi. Kwa irabu ya akram ndo ajmal. Kwa hiyo inshallah taala somo letu litakuwa limekamilikia hapo, ukizingatia hiyo mifano kwa makini na ukarejea somo letu hili inshallah taala, na kumuomba Mwenyezi Mungu basi atakufahamisha pata ufahamu uliokuwa mzuri kulielewa, kutokana na ilivyo, kama ilivyo nahwu ni masomo katika masomo ya lugha, masomo magumu ambayo yanatakiwa mtu utulie na usome
mara kwa mara na usome vitabu mbalimbali na usome kwa walimu mbalimbali mpaka tutaweza kufahamu inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tutaendelea inshallah katika darasa litakalofuata biidhnillah ta'ala, ambapo itakuwa ni katika kuelezea mlango mwingine, babu al-istithna biidhnillah ta'ala.